Ya moja ya story ambayo jana imekiki sana ni moja ya story ambayo inamhusu mwanadada Aileen Uwoya kuweza kuvalishwa pete na mchekeshaji ambaye anaitwa Nanga. Nafikiri wengi sana tunamjua. Sasa hili jambo bana liliweza kufanyika jana kwenye treni ya SGR katika kuelekea Dodoma katika ya muziki wa Bongo Flava. So jana stories zilikuwa nyingi sana baada ya huyo mchekeshaji Nanga kuweza kumvisha pete kwenye treni mwanadada Aileen Uwoya. So stories zilikuwa kubwa sana kiasi kwamba kila mtu aliandika ambavyo anajua yeye kwenye mitandao ya kijamii. Lakini Aileen Uwoya bana, baada ya story kusambaa sana, akakaa akafikiria, akaona hizi story mimi jamii watanielewa vipi? So jana kuna moja ya video kama hii unavyoweza kuiona hapa, amekatisha kile kitu ambacho alikuwa naweza nikasema amesitisha kile kitu ambacho kilikuwa kinatafsirika na wengi kwa siku ya jana kuweza kuvalishwa pete. So hii kitu bana, naweza nikasema Aileen Uwoya ameona kama ni moja ya kitu ambacho kinaweza kikamharibia kabisa karia yake. Lakini mshikaji, kweli video tuliziona jinsi mchekeshaji Nanga alipoweza kumvisha pete mwanadada huyu Aileen Uwoya. Lakini dada huyu aliweza kukatisha au kuwatoa ile imani watu waliokuwa wameaminishwa kuwa yeye ni mtu halali wa mchekeshaji Nanga. So vitu kama hivi hapo. Lakini hakuishia hapo, alielezea pia kiasi gani miaka 10 ya muziki wa Bongo Flava ilivyokuwa na nguvu, ilivyokuwa ipo hoti na watu walivyokuwa wameipokea huko Dodoma. So haya ni moja ya yale aliyokuwa ameongea mwanadada huyu Aileen Uwoya. So unaweza ukamsikiliza hapa hiki alichokuwa ameweza kuongea. Lakini je, kwa kile ambacho amekiongea kuhusu kuweza kuvalishwa pete na mchekeshaji Nanga, kuna baadhi ya watu wanasema Nanga yaweza kuwa alidhamiria, kweli ni mtu ambaye yupo kwenye moyo wake. Lakini Aileen Uwoya ameweza kuchomoa betri. Je, kwa mtazamo wako unaona kati ya Nanga na Aileen Uwoya unaona wana mechi? So uta drop comment yako na mimi nitakuja kupita nayo. Chao, sikilize hapa alichokuwa akikiongea. Nashusha comment. Anasema you better watch your back. Jamani, tupo Dodoma kuelekea miaka 30 ya Bongo Flava tarehe 22, sio ya kukosa. Kama mnavyoona wasanii wenu wako smart, wako tayari na hawana kazi mbovu. Ukija kwenye hii show huwezi kutoka umeboreka. Yani kwanza huwezi kukaa chini, ni kusimama mwanzo mwisho kwa sababu ni back to back. Yani noma sana. Salute kwao. Na kama mlivyoona safari yetu kutoka Dodoma, kutoka Dar kuja Dodoma ilikuwa nzuri, tulifurahi, tulienjoy kwenye train. Hata hivyo nataka kusema kitu kimoja. Jamani, sijavalishwa pete. Nanga ni msanii wangu, ni rafiki yangu. Ile ilikuwa tu nichangamsha genge, Aunt na Jackie waliamua kunizingua. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kuchangamsha watu na nini, kwa sababu kuna muda watu kama walichoka fulani. So unajua ilikuwa ni asubuhi, watu walikuwa hawajalala vizuri. So walikuwa wanajaribu pia kuchangamsha watu. So ilikuwa tu ni mambo ya kuenjoy kwa ajili ya miaka 30 ya Bongo Flava ambayo itafanyika tarehe 22. Sio ya kukosa, na usiache kuja. Utaenjoy na utanishukuru baadaye. Lakini pia usiache kuangalia kipindi pendo kabisa cha A-List ambacho kinaruka kila Ijumaa saa 2:30 usiku DSTV. Jamani, tunawapenda sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Jamani, usikose tarehe 22 miaka 30 ya Bongo Flava. Uje ujione wasanii wetu wa zamani wanavyokiwasha na kwamba yani ni kama wamerudi upya. Ni noma sana. Madi salute. Karibu The View Studio kwa mahitaji bora ya picha na kumbukumbu. Kama una event, birthday au mkusanyiko wowote, usisite kututafuta. Pia tuna deal na wote wanaohitaji kufanya matangazo ya biashara kama matangazo ya sauti, matangazo ya 3D, matangazo ya mabango barabarani,
Pia tunakaribisha wasanii wa aina yote kufanya kazi na sisi, kama kuwafungulia YouTube channel za malipo, TikTok, Facebook. Pia tunatoa mwongozo mzuri kwa wasanii jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii na kuanza kulipwa. Pia unaweza ukatutafuta katika mitandao ya kijamii The View Studio. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0766636492 au 0693684259. Karibu tukuhudumie.